Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwamba Moscow itafikiria kusitisha mashambulizi dhidi ya Ukraine siku ambayo itafanya uchaguzi, mradi mamilioni na raia wa Ukraine wanaoishi Urusi na popote pale waruhusiwe kupiga kura. Rais Vladimir Putin alisema hayo siku ya Ijumaa katika mkutano wake na waandishi wa habari. Vladimir Zelensky wa Ukraine, ambaye muhula wake wa urais uliisha zaidi ya mwaka mmoja uliopita, amekataa mara kwa mara kufanya uchaguzi mpya, akitaja sheria za kijeshi. Kwa hivyo Urusi inamuona kama kiongozi haramu. Hata hivyo, amehofu kwamba pengine siku ya uchaguzi ni siku ambayo Urusi ingeanzisha mashambulizi makubwa. Lakini Rais Putin sasa anasema ikiwa Rais Zelensky ataamua kuanzisha uchaguzi siku ya kupiga kura, hakutakuwa na mashambulizi ya aina yoyote na Urusi itaruhusu watu wote kupiga kura bila kufanya shambulizi la aina yoyote. Chini ya shinikizo la Marekani, Zelensky alikubali mwezi huu kufanya kura ndani ya siku 90 ikiwa wafuasi wa magharibi wa Kiev wanaweza kuhakikisha usalama. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump amesema ataihakikishia usalama Ukraine baada ya kumalizika kwa vita hivi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema, tuko tayari kufikiria njia za kuhakikisha usalama wakati wa uchaguzi nchini Ukraine, angalau kwa kujiepusha na mashambulizi ndani ya nchi siku ya kupiga kura, chini ya masharti fulani, rais alisema. Rais huyo wa Urusi alisisitiza kwamba raia milioni 5 hadi 10 wa Ukraine wanaoishi Urusi sasa lazima waruhusiwe kushiriki katika kupiga kura, na lazima washiriki na hata wale ambao wapo nje ya Ukraine na Urusi. Serikali ya Ukraine lazima iwe halali na bila uchaguzi hii haiwezekani. Putin alionya Kiev dhidi ya kutumia uchaguzi kama njama ya kushinda wakati, ili kujipanga upya na kujipanga zaidi katika juhudi za kusimamisha kusonga mbele kwa vikosi vya Urusi. Ukraine na uungaji mkono wake wa magharibi wametoa wito wa mara kwa mara wa kusitishwa kwa muda kwa mapigano. Kremlin imeondoa chaguzi kama hizo, ikisisitiza juu ya amani ya kudumu ambayo inashughulikia sababu za msingi za mzozo. Moscow imehoji kwamba makubaliano ya amani endelevu yanaweza kufikiwa tu ikiwa Ukraine itajiondoa kabisa kutoka katika maeneo mapya ya Urusi na kujitolea kutoegemea upande wowote, kuacha kijeshi na kudharauliwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utaweza kufahamu mengi ili kupitia hapa The World News.